Kwa jina naitwa Joseph Kuruagiki, ni mwenyekiti wa kijiji cha Itilima. Kwanza nasikitika kupokea tukio lilotukia jana hapa Itilima. Tumepata tukio la kuua watoto wawili. Kwa jina mwingine anaitwa Nestori Henry, ambaye ni mtoto anasoma darasa la kidato cha pili. Mwingine anaitwa Mashigina Juma, ambaye hasomi. Watoto hao wameuawa majira ya kutanisha Jumamosi usiku. Tukio hilo limejulikana majira ya saa 6 usiku, baada ya kijana mmoja kutoka Mwankinga ambao ni mwanafamilia wa hapa kuja kuangalia magunia yake hapa kwa bibi yake. Maana bibi yake naye ameugua, kabidi aende matibabu kwa binti yake ya Mwankinga. Alipofika maeneo ya nyumba hii ambao ni kwao, alifungua geti. Baada ya kuingia ndani akukuta vijana yote yule, akaamua yeye aende kuwatafuta maeneo ya center. Kaulizia, hakufanikiwa kuwapata. Yatima baadaye akaenda kwa mama yake Mashariki huko kuulizia, naye akapata taarifa kwamba hawajafika. Kufikia muda wa saa 4 akaamua tu kuja moja kwa moja nyumbani, kufungua tena geti. Akakutana na harufu ambayo ilimtisha na akaamua kuvunja kufuli kusudi angalie kuna nini. Alipovunja kufuli akafanikiwa kuingia na kukutana na samaki alikuwa wamewekwa pale chini kwenye sufuria, mwingine alikuwa chini. Baada ya kuingia chumbani alikuta hali ambayo sio shwari. Akamwona mmoja amekufa, magunia hayapo, yalikuwepo magunia 15 ndani. Akaamua kuingia tena upande wa pili, akakuta kijana mwingine ambao ni Mashigina, naye amekufa kwa kupigwa na twangio la mahindi. Hapo ndo alichukua na hatua ya kupiga filimbi kusaidiwa na mwana. Na kweli mwana walikuja. Mwana walijaribu kuhoji, akasema mimi nimekuja muda wa saa 3 hapa, jaribu kuangalia watoto sikuwapata. Nimeamua kupiga mwana ili nisaidiwe. Tumepambana na mimi ambao ni mwenyekiti wa kijiji, nimefika hapa muda wa saa 6 usiku huo kutokea mgodini huko kwa ajili ya kufuata mwana. Kweli nimefika, nikaanza kufuata utaratibu, piga kwa mtendaji wa kata kuonekana, mtendaji wa kijiji kuonekana, baadaye nikapiga kwa mheshimiwa diwani ndio alionekana. Nikaanza hatua za nikamwomba ili tupate namba ya maaskari angalau wakata. Bahati nzuri maaskari kweli aliwasiliana nao mheshimiwa diwani, wakanipigia simu nikawaeleza tukio. Tukaendelea mpaka asubuhi, maaskari walikuja, tukaendelea na baadaye mwana ukaendelea kujaa. Muda si muda nikashtukia nimemwona mtumiwa mmoja ambaye anaonekana ndo aliyefanya tukio. Amewekwa kati na mwana. Jaribu kumhoji, alipomhoji akasema magunia yamechukua. Baada ya kusema magunia yamechukua, kweli mwana ulisala. Kitu ambacho tulijaribu kupambana nacho kusudi tuokoe maisha, hatufanikiwa. Mpaka huyo mtu akakata roho. Alikuwa anaitwa Tuju Henry. Hali ilikuwa na hali ngumu. Maana tayari ilianza kutoa harufu kali ambao mpaka ilishindikana hata kuingia ndani.
ili kwa jitihada ya maaskari walijitahidi kuleta vitu vya kusaidia, kwa mfano kama barakoa, ndio kilichosababisha mpaka kwenda kuingia ndani na baadaye kuvitoa mwili kupeleka mochwale mkoani Shinyanga. Familia hii wale watoto walikuwa wanaishi na bibi yao, na bibi yao afya yake sio nzuri, amechukiwa na binti yake. Kwa hiyo hali ya nyumba hii hakuna mtu aliyesalia tena. Kama mnavyoona waandishi wa habari, mpaka sasa hivi hali ya hapa watu hamna. Kama mliowakuta tu vijana hao watatu, wengine wamekimbia sijui, haonekani mpaka sasa hivi. Hali ya kijiji kulingana na tukio na uoga. Masuala, maana watu wa kijini masuala ya kiserikali wanaogopa sana. Si shwari kwa sababu mpaka sasa hivi watu haonekani. Ndio maana mnaona hata hapa hamna mtu yote yule. Wakimbia kweli wanahisi wanakamatwa, maana wao wanajua masuala ya polisi ni kukamatwa tu. Sasa ndio najitahidi nijaribu kuwasihi wananchi waje kuwasihi wenzao. Hili limetoka na waangalie sasa na watoe huzuni kwa ajili ya hawa watu tuwasitiri. Waache woga, kwa kuwa machungu yaliyoingia kwa wananchi, watoe woga waje wasitiri wenzao. Kwa jina naitwa Mwalimu Badi Idi Mfinanga, ni mkuu wa shule Busia Sekondari. Kuhusu mwanafunzi ambaye ameuawa, ni mwanafunzi wa kidato cha pili, kwa jina anaitwa Pasco Henry Maganga. Hili tukio la msiba kwa kweli tumelipokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu huyu mwanafunzi alikuwa ni mwanafunzi mwenye nidhamu na amesoma kwa miaka yote miwili, kidato cha kwanza mpaka kidato cha pili, bila changamoto yote ile ya matatizo ya kinidhamu. Kwa hili tukio la msiba kwa kweli kama shule tumelipokea kwa majonzi makubwa. Labda tu kwa ufupi niseme tu kwamba niase jamii kwa ujumla, basi tuweze kuona namna gani hivi vitendo vinadhibitiwa, kwa sababu vinaua watu ambao ni innocent kama hao kijana aliyeuawa bila changamoto yote ile. Kwa hiyo tumii kwa ufupi ni hayo. Kama shule tuna majonzi makubwa sana kwa kumpoteza mwanafunzi wetu. Pia katika upande wa taaluma, mwanafunzi huyu alikuwa ni mwanafunzi ambaye anajitahidi na alikuwa akitumia muda wake wa ziada kujisomea. Yaani hata baada ya wenzake kuondoka, kwa sababu ni wanafunzi wa kutwa, huwa alikuwa akirudi shuleni kuja kujisomea zaidi. Kwa hiyo akipambana sana kwa ajili ya taaluma yake. Lakini ndio hivyo, hayo yametokea. Basi kama shule tunasema sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Majina naitwa Alex Zuye Doto, ni mmoja wapo wa wanafamilia wa tukio lililotokea siku ya Ijumaa. Mimi kama kaka yao nimehuzunika sana na tukio hilo. Wameuawa kwa sababu ya magunia yaliyokuwemo ndani, magunia ya mpunga yaliyokuwa 15. Ndio kilichosababisha wadogo zangu wauawe kwa sababu ya yale magunia. Na aliyehusika na hili tukio ni mmoja wapo ya familia, ni kaka yao Tuju Henule aliyehusika na tukio. Ni kaka yao yani mtoto wa mama yao mkubwa. Pia yeye anahusika kwa wizi. Ilishatokea kuiba kwa bibi yake mdogo na kadhalika. Matukio haya anahusika nayo mara kwa mara. Sisi kama ndugu, kabla ya kutokea hili tukio, tulijaribu kumchukulia sheria na hatua za kiundugu na kuadhibiwa na wanafamilia. Haikutosha, aliendelea pia aliadhibiwa katika kijiji cha Mwankinga. Walienda kumkamata akaadhibiwa. Ilikuwa ni tabia yake. Sisi kama familia tuna mpango tuje tukae familia kwa ujumla, tujaribu tunafanyaje ili kujistiri sisi wote. Sisi kama ndugu, kama mnavyoona hapa waandishi wa habari, tunaangalia namna ya kwamba tunafanyaje, kwa sababu wengine wana ndugu wengine waishakimbia nyumba kama unavyoona sasa hivi. Kwa hiyo tuna mpango wa kwamba tunalichanganua vipi kuhusu hili tukio ili turudi kwenye morali iliyo ya zamani. Mimi naitwa Justina Filimoni.
Kwa kweli nimesikitika sana kwa tukio kama hili, kama mimi mzazi. Kwa kweli tumeumia sana. Basi tu ni kumwachia Mwenyezi Mungu. Serikali tu itusaidie jamani, matukio haya yasitokee tena. Itusaidie tu serikali. Kwa jina naitwa Veronica William Msungwa. Mkazi wa hapa vijijini Shinyanga vijijini Itilima. Tukio hili nalifahamu. Yaani tumesikitika sana kwa sababu vile vijana walikuwa tunaishi nao vizuri, lakini tukasikia yani kama taarifa hiyo ya kusikitisha kwamba wale vijana wameshauliwa. Tulisikitika sana. Maana tumesikia tu kwamba usiku ilikuwa muda wa saa 5 kwamba kuna tukio hapo jirani yetu wameuliwa vijana wawili. Ndo tukawa tunapiga simu tukaambiwa kwamba wale vijana tayari wameshakufa. Hatukujua kabisa, maana tu asubuhi yake tulienda pale ndo tukakuta lile tukio tayari vijana wale wameshakufa. Ina maana yakachukuliwa majunia 15 ya mpunga. Ni mwenyewe kabisa kwa sababu kama mimi yani siku ya Ijumaa nilimuona kabisa hapa vijijini asubuhi. Nikahisi kabisa huyu vijana kwamba anajulikana ni mtu tapeli kama mwizi. Humu ameijia nini? Yani usiku wa Jumapili ndo tukasikia tukio. Yani tulihisi ni yeye kabisa, yani ni yeye tu, yani hamna mtu mwingine aliyefanya hilo tukio. Yani huwa ana tabia za hivyo kabisa. Walimhoji mara ya kwanza walipomuuliza usalama, wakamuuliza wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa Ikoma. Ulikuwa Ikoma, hujasikia hili tukio? Ndo nimesikia sasa hivi kwamba huku kuna tukio. Akasema hivi, mimi Jumatatu na Jumanne nilikuwa Kitangiri kwa mamangu mdogo. Ina maana kutoka pale ndo nikaenda Ikoma. Kutoka Ikoma Ijumaa nilipita huku Itilima asubuhi. Nilipopita huku nikaenda kwa mganga wangu kutafuta dawa. Sasa usalama sisi wanawake wakatuambia, nyie wanawake tokeni hapa, hili swala halimhusu. Tukaondoka, mengine sikuyasikia. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.